Kitabu cha Isaya sura ya 1 mstari wa 2 na 3. Biblia inasema, sikieni enyi mbingu, tega sikio nchi, kwa maana Bwana amenena, nimewalisha watoto na kuwalea, nao wameniasi. Ng'ombe amjua bwana wake, na punda ajua kibanda cha bwana wake, bali Israeli hajui, watu wangu hawafikiri. Let's pray. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu mwenye mamlaka matakatifu, uweza una wewe, nguvu zina wewe, upendo una wewe, utukufu una wewe, huruma zina wewe, fadhili zina wewe. Wewe ni chanzo cha maisha. Bila wewe hatuna neno lolote tunaloweza kulikamilisha. Bila wewe hakuna ujanja wowote tunaweza kujivunia nao. Bila wewe hatuwezi kufika popote. Bila wewe hatuwezi kufanikisha chochote. Asubuhi ya leo na siku ya leo, kwa muda wote ambao kila mmoja atapata kuiona video hii, wengine wataiona kwenye majira ya usiku, wengine wataiona kwenye majira ya mchana, ama kwenye wakati wowote ule. Wengine wataiona wakiwa ndani ya nchi, wengine wakiwa nje ya nchi, na lugha ya Kiswahili ikiwa imetukutanisha na upendo wako Kristo ukiwa umetuunganisha. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninamuombea kila mmoja Bwana akaguswe na ujumbe huu. Ninamuombea kila mmoja Bwana akakutane na wewe. Kila mmoja Bwana maisha yake yakabadilishwe. Kila mmoja Bwana maisha yake yakavuke level, yakatoke kwenye level moja aliyopo akaende kwenye level nyingine katika kiwango cha kukujua wewe. Walio wana maombi, walio wahubiri, walio watu wa kawaida, walio wafanya biashara, walio watu wa familia, Mungu, katika jina la Yesu, ruhusu mkono wako uende ukainue watu wako kwenye kiwango cha maarifa ya kukujua, kwa maana neno lako linasema uzima wa milele ndio huu, tukujue wewe Mungu wa haki na wa kweli na wa pekee, na tumwamini Yesu Kristo uliyemtuma. Mungu, huo uzima ukageuke kuwa nuru ya watu, nayo hiyo nuru ikang'aa gizani, na wala giza lisiweze, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninaruhusu neema yako Bwana ikakutane na maisha ya watu wako. Wewe unayelituma neno na kugusa maisha ya watu wako na kufungua maisha ya watu wako, ruhusu ukuu, ruhusu mamlaka, ruhusu heshima, ruhusu neema ikaonekane kwenye maisha ya watu wako, katika jina la Yesu Kristo. Sema amen. Wakati huu ninataka uelewe kitu kimoja. Biblia inasema, sikieni enyi mbingu, tega sikio nchi, kwa maana Bwana amenena, nimewalisha watoto na kuwalea, nao wameniasi. Katika kauli hii unaweza ukaona Mungu anazungumza kama baba mwenye uchungu kwa watoto wake, baba aliyeingia gharama kwa ajili ya watoto wake. Wale wenye watoto mnaweza mkaelewa. Kuna muda fulani ukiwa kama baba unaweza ukafanya vitu sio kwa sababu unataka, ila kwa sababu mtoto wako anataka. Kuna muda fulani unaweza ukafanya vitu sio kwa sababu ya hatima yako, bali kwa sababu ya hatima ya mtoto wako. Kuna muda fulani unalazimika kuacha vitu sio kwa ajili yako, bali kwa ajili ya mtoto wako. Kuna muda fulani unaharibu ratiba zako sio kwa ajili yako, bali kwa ajili ya mtoto wako. Kitu cha pekee ambacho mtoto anaweza kukulipa kwenye sacrifice unayoifanya ni utii na kukuelewa. Mungu huwa anatumia mfano wa baba na mtoto ili tuweze kuelewa, kwa sababu huo ndio uhusiano ambao tunauona kila siku kwenye familia zetu. Sasa haijalishi umekulia kwenye familia ambayo baba aliwajibika ama hajawajibika, Mungu anapojitaja kama baba, anajitaja kama baba anayewajibika na watu wake, sio kama baba anayetelekeza watu wake, sio kama baba anayeumiza familia. Anasema amewalisha watoto na kuwalea, lakini wamemwasi. Sisi tunafahamu mvua inanyesha kwa walio haki na wasio haki. Sisi tunafahamu riziki inakuja tu kwa mtu yeyote yule. Sisi tunafahamu kwamba moyo unapodunda hakuna jitihada zozote tunazozifanya ili moyo uendelee kudunda, tunajikuta tu unadunda. Mungu anasema yeye ndiye aliye nyuma ya hayo yote, nyuma ya moyo wako kudunda, nyuma ya riziki unayoipata, nyuma ya mvua inayokunyeshea. Sasa anasema watoto hawa ambaye amewahudumia na kuwagharamia wamemwasi. Anasema ng'ombe anamjua bwana wake na punda anajua kibanda cha bwana wake, bali Israeli hajui,
watu wangu hawafikiri. Neno Israeli linapotumika katika Biblia linawakilisha watu ambao wamekubali kujitenga maisha yao kwa ajili ya Mungu, watu ambao wamekubali kumpendeza Mungu, watu ambao wamekubali kutembea na Mungu, watu ambao wamekubali kuwa wakfu, kutengwa, kutofautishwa na wana wa dunia, kutofautishwa na watu tu wa kawaida randomly ambao wanaweza wakafanya kila kitu kwa kujiamlia. Hawa ni aina ya watu ambao hawafanyi chochote kwa sababu wanaweza kufanya, ila wanafanya chochote endapo Mungu ametaka wafanye hicho chochote. Sasa anasema ng'ombe anamjua bwana wake, ng'ombe anamjua mfugaji wake, na punda anajua banda lake, anajua zizi lake. Mungu alipotengeneza wanadamu, Mungu alipotengeneza viumbe mbalimbali, aliumba viumbe vingi katika maji, viumbe vingi katika anga, viumbe vingi katika nchi. Na katika vile vyote alivyoviumba akamuumba mwanadamu ili awe top, awe kiongozi, awe juu ya hivi viumbe vingine vyote. Hivi viumbe vina nguvu kuliko mwanadamu. Huwezi fananisha nguvu za ng'ombe na nguvu za mtu. Huwezi fananisha nguvu za simba na nguvu za mtu. Huwezi fananisha makucha ya simba na makucha ya mtu. Huwezi fananisha ngurumo ya simba na ngurumo ya mtu. Lakini Mungu akamuumba mwanadamu asiye na makucha, asiye na ngurumo, alafu akamwambia, wewe ninakuweka juu ya simba mwenye ngurumo, wewe ninakuweka juu ya ng'ombe mwenye mapembe, utamtawala. Sasa anawezaje kutawala kiumbe chenye mapembe, kiumbe chenye makucha, kiumbe chenye meno makali, kiumbe chenye ngurumo? Silaha ya pekee ambayo Mungu amempatia mwanadamu ili aweze kufanya utawala ni akili, mindset, ufahamu. Ufahamu ni zaidi ya makucha. Ufahamu ni zaidi ya ngurumo. Ufahamu ni zaidi ya mapembe. Ufahamu tuliopewa nao sisi wanadamu ndio unaotupa neema ya kutawala vitu vyote ambavyo tunaviona katika dunia hii. Kwa hiyo Biblia inasema watu ambao walipewa utawala ili wawe watawala juu ya viumbe wengine wamejikuta wanazidiwa akili na vile viumbe vidogo walivyopewa wavitawale. Ng'ombe anatuzidi akili kwa sababu ng'ombe anamjua mfugaji wake. Lakini sisi hatumjui Mungu wetu. Sisi hatumjui anayetufuga, anayetuchunga, anayetulea, anayetulisha, anayetuongoza. Kiburi cha kuishi kwetu, kiburi cha kupata kwetu kinatufanya tukasahau ni nani aliye nyuma ya hayo yote. Tunazidiwa akili na kuku. Kila kiumbe ambacho unakiona katika dunia hii kipo vile kilivyo kwa sababu ya kujitambua. Kila kiumbe unachokiona kipo kilivyo kwa sababu ya kujitambua. Kujitambua ndo kunafanya kiumbe kiwe vile kilivyo. Samaki anajitambua kwamba yeye ameumbwa kwa ajili ya maji na ndio maana hatoki barabarani kutembea. Ndege anajijua ameumbwa kwa ajili ya kupaa na ndio maana hatembei chini kama kuku, anaruka juu angani. Kila kiumbe kina remain vile kilivyo, kinabaki vile kilivyo kwa sababu ya kujitambua. Kutokujitambua ni kuikataa asili ya uumbaji. Kutokujitambua ni kujikataa vile ulivyo. Kuanza kwa kila mabadiliko kunatanguliwa na kujitambua. Kujitambua ni mwanzo wa kila kitu kikubwa kinachoonekana. Kujitambua ni mwanzo wa mfumo wa uumbaji kutimia kwenye maisha ya watu. Leo unaweza ukaona mwanadamu hajitambui kiwango ambacho mwanaume anataka kuwa kama mwanamke na mwanamke anataka kuwa kama mwanaume. Hakuna ng'ombe anayetaka kuwa ng'ombe dume, anayetaka kuwa kama ng'ombe mke. Hakuna kuku jogoo anayetaka kuwa kama mtetea. Hakipo hicho kitu. Lakini mwanadamu huyu mmoja ufahamu ndo wa kwanza kabisa kutengeneza vitu ambavyo havipo kwenye mfumo. Ameacha kujitambua asili yake. Kiumbe chochote kinakuwa kilivyo kwa sababu ya kujitambua. Mbuzi abebe mizigo, punda aogelei, kobe apai angani kwa sababu ya kujitambua. Na hawa wanyama hawana utashi kama wa kwetu, lakini wamekuwa wa kwanza kujitambua kuliko sisi. Sisi tumepewa kutawala kuwa juu yao, lakini kujitambua kwetu kumekuwa chini. Hakuna punda aliyeumbwa ili atawale binadamu, rafiki yangu. Kila kiumbe kinatii aliye juu yake. Mtoto kwa baba, kuku kwa mfugaji, mazao kwa mkulima, mwanadamu kwa Mungu. Lakini mwanadamu amekataa cheni ya utii. Tukienda ubaoni tunaweza tukachora juu ni Mungu, chini ni mwanadamu, chini ni mifugo ama wanyama.
Mifugo inamtii mwanadamu ambaye ni mfugaji. Mwanadamu anatakiwa mtii Mungu ambaye ndio muumbaji wa mwanadamu pamoja na mifugo. Mifugo imetii amri kuanza kumtii mfugaji, yani mwanadamu. Lakini mwanadamu amekata cheni ya utii, amekataa kumtii Mungu. Amezidiwa akili. Malaki sura ya 1 mstari wa 6. Biblia inasema mwana anamheshimu baba yake na mtumishi humcha bwana wake. Basi kama mimi ni baba yenu, heshima yangu iko wapi? Na kama mimi ni bwana wenu, kichwa changu ki wapi? Bwana wa majeshi awauliza ninyi, enyi makuhani mnaolidharau jina langu, nanyi mwasema tumelidharau jina lako kwa jinsi gani? Mungu anataka uhusiano wetu na yeye usibaki kuwa uhusiano wa muumbaji na kilichoumbwa, bali ufikie level ya baba na mtoto. Watu wengi tunapoomba tunasema Baba katika jina la Yesu. Hili neno la kwanza, Baba katika jina la Yesu, linalenga uhusiano wa karibu kati yetu sisi na Mungu kama baba na mtoto wake. Uhusiano wa karibu kama baba na mtoto wake. Hilo ndilo kusudi la Mungu kati yetu sisi na yeye. Tumuone Mungu kama baba. Tumuite Mungu kama baba. Tumtambue Mungu kama baba. Tusimtambue tu kama muumbaji. Tumuone kama baba. Na anasema kama yeye ni baba yetu, tunaomba tunasema Baba katika jina la Yesu. Tunamuita Mungu baba. Basi tumpe heshima. Tumpe heshima. Shida sio kumjua Mungu. Shida sio baba kuzaa mtoto. Shida ni mtoto kumtambua baba yake. Shida sio mzazi kuzaa mtoto. Shida ni mtoto kumtambua. Na kumtambua huku sio kusema yule ni baba yangu, bali ni kumpa heshima. Uwezi ukasema namtambua mzazi wangu kama humpi heshima. Utaishia kumjua jina lake, lakini hutamtambua kama mzazi wako. Ile heshima ndo inafanya uhusiano wenu uwe imara. Heshima unayempatia. Yesu atusaidie. Biblia inasema hawa watu wanaulizwa kwamba mmelidharau jina langu kwa sababu hamjanipa heshima kama baba kwenu. Wanamuuliza eti tumelidharau kwa jinsi gani? Yaani mwanadamu anarudishwa kwenye chain ya utii, lakini bado kiburi kimejaa ndani. Anasema nimelidharau kivipi? Kivipi? Mungu anatafuta uhusiano wa karibu na mwanadamu anarespond, anamjibu kivipi? Soma Malaki 1:6. Mwanadamu anauliza kivipi, kwa jinsi gani? Biblia inasema watu hawa wananiabudu bure. Wananifuata kwa midomo lakini mioyo yao iko mbali. Wanafatisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Wanasema kivipi? Wameziamini roho zidanganyazo, wanasema kivipi? Wamevipa vitu vingine nafasi, first priority kuliko Mungu, wanasema kivipi? Ukichanwa moyo wako sasa hivi kinachotoka ni mpira, mechi ya Simba na Yanga, dabi ya Kariakoo. Alafu Mungu anasema nataka uhusiano wangu na wewe urudie, unamuuliza kivipi? Kukiwa na ibada na mechi ya mpira unakimbilia kwenye mechi ya mpira kwanza, ibada itasubiri. Bila kujua kwamba mechi ya mpira matokeo utayapata tu. Hata baada ya mechi kuisha utasikia tu na kuna marudio. Lakini ibada inaga marudio, neno la Mungu linakuja once. Lakini bado unavipa vitu vya dunia nafasi ya kwanza, alafu ukiulizwa unasema kivipi? Nionyeshe kwenye maandiko imeandikwa wapi? Nionyeshe kwenye Biblia imeandikwa wapi? Nafasi ya kwanza ya Mungu anaitaka kama baba anavyotaka utii kutoka kwa mtoto wake. Mambo ya Nyakati wa Pili sura 20 mstari wa 20. Biblia inasema wakaamka asubuhi na mapema wakaenda nje katika jangwa la Tekoa. Nao walipokuwa wakitoka, Yehoshafati akasimama akasema, nisikieni enyi Yuda nanyi wenyeji wa Yerusalemu, muaminini Bwana Mungu wenu ndivyo mtakavyothibitika, waaminini manabii wake ndivyo mtakavyofanikiwa. Licha ya kuwa Mungu anataka tumuone kama baba, Mungu anataka tumpe heshima kama baba, hapa duniani pia ametuwekea watu ambao wanasimama kama baba wa duniani ama waangalizi wa duniani. Hawa tunawaita baba wa kiroho ama waangalizi wa kiroho. Kila mtu ambaye unamuona amefanikiwa, nyuma yake kuna mtu, aidha ni mganga wa kienyeji, nabii, shehe ama mchungaji, lakini kuna mtu nyuma yake. Kila aliyefanikiwa na mtu nyuma yake. Kila aliyefanikiwa na mtu wa rohoni, sio mtu tu wa kawaida, mtu wa rohoni nyuma yake. Wanasemaga nyuma
ya mwanaume aliyefanikiwa kuna mwanamke imara. Sio mwanamke imara tu, pia lazima pawe na nabii ama mganga wa kienyeji. Kwa sababu mwanamke asiyekuwa na nguvu za roho bado hajatosha kuruhusu mafanikio ya mtu. Lazima kuwe na nguvu inayopower kila kitu kinachotokea katika matokeo. Sasa Yehoshafati anawaambia watu, anawaambia mkimwamini Mungu mtathibitika. Kuthibitika ni kuwa imara. Anasema mkiwaamini manabii mtafanikiwa, yani watu ambao wamewekwa kama waangalizi ama wasimamizi wa kiroho katika dunia. Tukiwaangalia hawa tutafanikiwa, tukiwaamini. Kama tunavyomwamini Mungu, tuamini na manabii wake. Kama tunavyompenda Mungu, tunavyomsikiliza Mungu, tuwasikilize na watumishi wake. Ndivyo tutakavyofanikiwa. Maana yake ni hii: kumwamini Mungu ama kumpenda Mungu ni issue ya wewe kwenda mbinguni. Nisikilize kwa makini sana. Kumwamini Mungu ni issue ya wewe kwenda mbinguni. Kuamini manabii ama wasimamizi wa kiroho ni issue ya wewe kuishi duniani. Unaishije duniani? Inategemea na kanuni. Kwenda mbinguni inategemea na utakatifu tu, lakini kufanikiwa duniani katika maombi, katika maisha ya kiroho, katika maisha ya kimwili inategemea na kanuni ambazo kanuni hizo zimewekwa kwa mababa wa kiroho. Aidha mchungaji ama nabii ama mwalimu, msimamizi wote wa kiroho anayesimama nyuma yako. Biblia inasema kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana akiomba kwa bidii. Maana yake kuwa na haki ama kuwa mtakatifu peke yake haitoshi kuyafanya maombi yatimie, na maombi yanatimia ili tuwe na maisha mazuri. Tunapoomba tunaomba vitu vizuri. Sasa ili vitimie haitoshi tu kuwa mtakatifu, kwa sababu utakatifu kazi yake ni kukupeleka mbinguni. Lakini kutimia kwa maombi kunataka kanuni. Kanuni yenyewe ni bidii. Anayetamka hivyo ni nabii. Nabii anakuonesha unawezaje kupita hapa duniani, kwa sababu Biblia inasema Mungu aliwajulisha wana Israeli matendo, lakini alimjulisha Musa njia. Alimjulisha Musa njia zake. Maana yake Musa alikuwa ni prophet, alikuwa ni kuhani juu ya taifa la Israeli. Asa Musa alizijua njia. Kwa hiyo wana wa Israeli waliona matokeo tu, lakini kama watataka njia hawataenda kwa Mungu, kwa sababu walishindwa kumsogelea Mungu. Watamfuata nabii wa Mungu aliyoko pale. Kwa hiyo ili kufanikiwa duniani tunahitaji tuwasikilize manabii, tusikilize sauti ya nabii, tusikilize kanuni, tusikilize sauti ya kuhani, tusikilize sauti ya mchungaji. Hakuna mtu yoyote ambaye amejikamilisha rohoni asiyehitaji mtu. Kila mtu anahitaji mtu wa kiroho. Hata mtu akiwa mchungaji bado na yeye atakuwa na baba yake wa kiroho. Hata mtu akiwa nabii bado na yeye atakuwa na baba yake wa kiroho. Kila mtu lazima alelewe rohoni. Kila mtu lazima ongozwe rohoni. Ili ufanikiwe duniani unahitaji watu. Ili uajiriwe unahitaji mtu. Ili ufanye biashara uuze unahitaji watu. Biblia inasema kulikuwa na mtu mmoja anaitwa Lazaro, alikuwa ni maskini, anakaa mlangoni pa tajiri. Huyu Lazaro aliishi maisha ya shida, ya kulambwa na mbwa. Yaani mbwa alimuona kali nyama ambalo limebaki tu hapo. Hakumuona kama mwanadamu muogope. Lakini Biblia inasema alipokufa alienda mbinguni. Sasa imagine huyu Mungu aliyemwezesha yeye kwenda mbinguni, kwa nini asingemwezesha afanikiwe? Atoke mlangoni kwenye maisha ya aibu. Maisha ya kuombaomba, kula makombo. Utakatifu ni swala la kwenda mbinguni. Sasa kwenda mbinguni kivipi? Kwenda ukiwa umefanikiwa ama kwenda ukiwa ndo hivyo tena? Ibrahimu alienda mbinguni, lakini alienda akiwa tajiri na ameacha utajiri na utajiri wake mpaka leo upo. Lazaro alienda mbinguni akiwa kapuku, ameishi maisha ya kulambwa na mbwa. Maamuzi ni yako. Kanuni. Ukiangalia maisha ya Ibrahimu yalikuwa ni ya kanuni. Alitoka akaenda akajenga madhabahu, akajua wapi pa kujenga madhabahu, wapi pa kutoa fungu la 10, wapi pa kufanya agano na Mungu. Lakini Lazaro maisha yake yameelezwa alikuwa mlangoni tu. Muda wote alikuwa amekaa mlangoni tu akisubiri tajiri atoke ili ajilishe kwa makombo. Maana yake mwisho wake ndio ulikuwa hapo, hatima yake ndio ulikuwa hapo. Anawezaje kuzijua kanuni? Anawezaje kuziishi kanuni? Watu wengi wanafikiri ukimpendeza Mungu, usipozini, usipoiba, usiposema uongo, imetosha. Na hawa watu ndio wale ambao wanajikuta wanaishi kwenye maisha ya taabu na mateso sana, kwa sababu hawajajua kanuni. Lakini likatokea jitu moja, hata kama alifungi kama wewe, hata kama sio litakatifu kama unajikuta likiomba linafanikiwa kwa haraka sana, kwa sababu Mungu anaangalia kanuni. Issue ya utakatifu ni wewe na Mungu kwenda mbinguni.
Na ndio maana pesa unayoipata hata wapagani wanaweza wakapata. Hata watu wa dini feki wanaweza wakapata hiyo hiyo. Kwa nini? Kanuni ile ile ambayo unaweza kukutana nao kanisani, unaweza kukutana nao pia kwa mganga wa kienyeji. Utofauti tu ni kwamba uchaguzi wako juu ya nguvu ya kiroho ambayo inasimama nyuma ni wa kwako. Ili kumjua Mungu kwa undani sana, ni lazima tuwe na wasimamizi wa kiroho. Ni lazima tumwamini Mungu pamoja na manabii wake, pamoja na watu wake ambao watatuchunga, ambao watatuongoza, ambao watatuelekeza. Ni lazima tuzijue kanuni. Na kanuni kuu, mbali na upendo, ni lazima tuwe na baba. Baba wa kwanza ni Mungu, lakini baba wa pili ni msimamizi duniani, ambaye huyu atakuonesha baba. Ili umuone baba wa mbinguni, lazima uwe na baba wa duniani atakaye kuonesha baba wa mbinguni. Uwezi ukamuona baba wa mbinguni bila kuwa na mtu. Na hata Mungu akikutokea siku moja akajitambulisha kwako kwa ubinafsi wako, bado tu atakupeleka sehemu uwe chini ya mtu. Hiyo ni kanuni, lazima uijue na uifuate. Isaya 54:16-17, tazama nimemuumba muunzi afukutaye moto wa makaa, akatoa silaha kwa kazi yake, nami nimemuumba mharibu ili aharibu. Kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa, na kila ulimi utakaoinuka juu yako katika hukumu utahukumu kuwa mkosa. Huu ndio urithi wa watumishi wa Bwana na haki yao inayotoka kwangu mimi, asema Bwana. Chaini ipo hivi, tunamnoa panga, lakini kuna anayeharibu silaha zinazofanywa kinyume. Kuna watu wamepewa nguvu ili wafanye kinyume. Kuna watu tumepewa nguvu ili tuharibu pale wanapofanya kinyume. Kuna watu wamepewa nguvu na wanafanya uharibifu. Afu kuna watu tumepewa nguvu ili kuharibu uharibifu. Biblia inasema kwa kusudi ili mwana wa Mungu amedhihirishwa ili azivunje kazi za shetani. Na kazi za shetani lazima zivunjike. Mhunzi anavukuta moto wa makaa, anatengeneza silaha. Lakini mharibu kazi yake anaharibu kila silaha inayofanywa kinyume. Yesu akusaidie. Yesu akusaidie, akukutanishe na watu ama mtu ambaye atakubeba katika ulimwengu wa roho, atabeba hatima yako. Atakuonesha kanuni za kiroho zimekaje. Atakuonesha baba wa mbinguni, atakuonesha picha ya mbinguni. Kumpata baba wa kiroho sio kwa kuamua mwenyewe, sio kwa kuchagua mwenyewe. Ni kwa kuongozwa na Mungu. Sio kila mtu anaweza kukulea. Sio kila mtu anaweza kuwa baba yako wa kiroho. Sio kila mtu anaweza kuwa mchungaji wako. Sio kila mtu anaweza kuchunga hata kama ana upako. Je, ule upako unafanana na sehemu ya neema ambayo Mungu ameikusudia kwenye maisha yako? Ninataka niombe kwa ajili yako. Baba, asante kwa ajili ya mtazamaji huyu. Baba, asante kwa ajili ya msikilizaji huyu. Kanuni zako zikafunuliwa kwenye maisha yake. Kanuni zako zikafunuliwa kwenye maisha yake. Kama alikosa mtu katika ulimwengu wa roho, mtu wa kusimama upande wake, kumwelekeza mambo ya kiroho, kumuonesha nafasi ya ubaba, kumuonesha yeye anatakiwa kuwa nani, kumuonesha kusudi lake, kumuonesha uhalisia na kumpa malezi yanayotakiwa. Mungu, ninairuhusu hiyo neema katika jina la Yesu. Ninairuhusu hiyo neema ikamfunulia watu watakaosimama naye kwenye eneo la maombi. Ninairuhusu hiyo neema ikamfunulia watu ambao watambeba katika ulimwengu wa roho. Ninairuhusu hiyo neema ikamkutanisha na watu sahihi ambao watasimama naye katika ulimwengu wa roho na katika ulimwengu wa mwili pia. Kuna watu wana watu wa kuongea nao, lakini kuna watu hawana watu wa kuomba nao. Mungu, katika jina la Yesu Kristo, ninaruhusu neema yako ikamkutanishe ndugu huyu na watu ambao wataweza kuomba nao, na watu ambao wataweza kusimama nao katika ulimwengu wa roho na kukua katika kimo na maarifa chako Kristo. Katika jina la Yesu Kristo, ujumbe ukawe nguvu, ukawe sehemu ya ufahamu fulani kufunguliwa katika jina la Yesu Kristo. Amen. Tupo na group la WhatsApp ambalo hapo tunaweza kuomba kila saa 7:30 usiku mpaka saa 8:30 usiku. Katika grupu hili tunaomba maombi mfululizo. Namba inapita katika screen yako hapa chini. Namba inapita hapa katika simu yako, either unanitazama kwenye laptop,
Kupitia namba hiyo tuma message tuniunge, nitakuunga kwenye hilo group. Tunasimama tunaomba. Kuna watu wa kuongea nao, kuna watu ambao wanapiga nao story, lakini ni wachache sana wenye watu ambao wanaomba pamoja. Watu ambao wanatamka pamoja. Kama unaelewa lugha ya Kiswahili, karibu katika grupu hilo. Tuma message kwenye hiyo namba, anzia na kodi kama uko nje nchi, anzia na kodi ya Tanzania ambayo ni +255. Tuma message kwenye hii namba, kisha tutakuunga kwenye hilo group. Lakini vile vile kama bado hujabonyeza button ya subscribe katika video hii, bonyeza button ya subscribe ili upate nafasi ya kuendelea kujifunza na kukua katika kimo na maarifa. Hii ni kampeni ya Moyo wa Dim ambayo lengo ni kufanya simu yako ione kama madhabahu. Simu yako ione kama madhabahu. Simu inatumika kupeleka taarifa nyingi. Simu inatumika kuingia kwenye makasino kutazama picha za ngono, lakini kupitia kampeni hii usitazame tena picha za ngono, usifanye tena betting kupitia simu yako, bali simu yako ikawe sehemu ya madhabahu ya kukukutanisha wewe na Mungu. Simu yako ikawe sababu ya taarifa njema kukufikia. Simu yako ikawe sababu ya uwepo wa Mungu kutembea na wewe. Simu yako ni madhabahu kamili ambayo inaweza ikaleta matokeo. Wakati unatazama video hii, wakati unasikiliza maombi online, weka kwenye Bluetooth, weka kwenye radio, weka kwenye subwoofer pale sebuleni kwako. Ruhusu simu yako ikawe sababu ya nyumba yako kukombolewa. Ruhusu simu yako ikawe sababu ya sebuleni kwako kutawaliwa na nguvu za Mungu. Neema ya Mungu kusaidie. Ninaruhusu baraka za Mungu ziwe juu yako. Mimi ninapatikana Tabata Barakuda mtaa wa Kizara. Tabata Barakuda mtaa wa Kizara. Karibu sana tumwabudu Mungu pamoja na tuweze kujifunza katika kimo na maarifa cha Kristo ili tuweze kumjua Mungu kwa uzaidi. Ukitaka samaki wakubwa, nenda kilindini, zama kilindini. Samaki wakubwa wanapatikana wakati wengine wamelala. Wakati wengine wamelala usiku wa manane, kilindini ndipo samaki wakubwa wanapatikana. Maana yake ili upate matokeo makubwa, ingia kwenye gharama kubwa. Upako wa kifalme upo, maombi ya kifalme yapo, ibada ya kifalme ipo. Karibu sana. Mimi naitwa Deogracious na hii ni Moyo wa Dim. Mungu wa mbinguni akubariki, ukawe sababu ya wengi kuguswa unaposhare link hii. Kama unavoshare link hii na Mungu akashare biashara yako kwa watu mbalimbali, akaipeleke, akaitangaze, watu wengi wakaijua, kukutanisha na wadau wa biashara ambao mtafanya wote biashara, mtafungua kampuni katika jina la Yesu Kristo. Kama unavyo like video hii, ndivyo ambavyo kibali cha kupendwa na kukubaliwa kikawe juu ya maisha yako zaidi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Neema ya Mungu ikadhihirike kwenye maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Amen.